Kesi hiyo ya ombi la kikatiba nambari 22482 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa katika Mahakama Kuu Masjala ndogo mkoa wa Mwanza ya kupinga kifungu cha nambari 194 cha CPA ya kanuni za ulinzi wa mashahidi ya mwaka 2025 na wakili Godfrey Basatsingohe dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali AG na mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP. Uamuzi huo umetolewa mbele ya majaji watatu kwa njia ya mtandao, ambapo mahakama imebaini kuwepo kwa mapungufu ya kisheria katika kifungu hicho cha 194 cha CPA ambacho kinalenga kuwaficha mashahidi wa upande wa serikali wanapotoa ushahidi wao. Katika uamuzi huo wa kupinga kifungu cha 194 cha CPA ya kanuni ya ulinzi wa mashahidi uliotolewa leo Februari 16 mbele ya majaji watatu, Jaji Chuma, Jaji Kamana na Jaji Mturia, ambapo mahakama imebaini kuwepo kwa kasoro katika kifungu hicho. Akisoma uamuzi huo, Jaji Chuma amesema mahakama imejiridhisha kuwa kifungu hicho cha 194 cha ulinzi wa mashahidi kina kasoro za kisheria, hivyo mahakama imeagiza serikali kupitia bunge kukifanyia marekebisho kifungu hicho ndani ya muda wa miezi 12 ili kukidhi matakwa ya kisheria. Kando ya mahakama, mawakili wa upande wa waleta maombi wameeleza umuhimu wa shauri hilo na kueleza uamuzi uliotolewa unalenga kuimarisha haki za washtakiwa na mashahidi. Leo kulikuwa na maamuzi ya Mahakama Kuu mbele ya jopo la Jaji Mheshimiwa Kamana na Mheshimiwa Tulia na Mheshimiwa Chuma kwenye hiyo kesi ya kikatiba ambayo ilikuwa imeletwa na wakili msomi Godfrey Mjuni Basatsingohe, kesi ya katiba namba 22482/2025, ambayo kimsingi alikuwa anagusa uhalali wa kifungu cha 194 cha sheria ya uendeshaji wa kesi za jinai juzuu namba 20, ambayo kifungu hicho kinampa jamhuri au mwendesha mashtaka, mkurugenzi wa mwendesha mashtaka, haki ya kuficha mashahidi. Kwa hiyo mleta maombi alikuwa anaona kwamba hiyo kifungu akileti hali ya usawa, kwa sababu haki hiyo pia inabidi muendee mshtakiwa pale anapotaka kuomba mahakama mashahidi wake watoe ushahidi kwa njia ya kificho. Sasa mahakama kwa kifupi tumesomewa uamuzi kwa ufupi kwamba kifungu hicho hiyo haki inayotolewa upande wa jamhuri au mwendesha mashtaka haileti usawa kama itolewe upande pia wa mshtakiwa. Kwa hiyo akaona kwamba na mshtakiwa anastahili haki hiyo. Basi kwa muktadha huo mahakama imeelekeza kama ifuatavyo kwamba serikali tumia bunge ifanye marekebisho ya kifungu hicho cha 194 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ili haki hiyo ya kuficha mashahidi kutoa ushahidi kwa njia ya kificho pia ipatikane kwa upande wa mshtakiwa, na maelekezo hayo yafanyiwe kazi ndani ya miezi 12. Sasa tunaona kwamba ni vema tupate nakala ya uamuzi tuweze kusoma kwa ufasaha kwa ujumla wake, tuweze kuona je, mahakama imetamka kifungu hicho kwamba kinakinzana na katiba au la, au mahakama imeelekeza tu mapungufu yaliyopo kwa haki hiyo kutopatikana upande wa washtakiwa ndio irekebishwe iingizwe kwenye kifungu cha 194 cha sheria ya uendeshaji wa makosa ya jinai, ili tuweze kuelewa, kwa sababu tukisoma uamuzi huo tukiusoma kwa pamoja na sheria zinginezo, hasa hii sheria ya haki za msingi za binadamu Bradea kifungu cha 13 kidogo cha pili kama sikosei, kinasema kama kifungu kitatamkwa kwamba kinakinzana na sheria na katiba, basi uamuzi huo unaanza kufanya kazi mara moja. Lakini kama mahakama tukiona kwamba haikugusa uhalali wa katiba wa kifungu hicho, bali imeipa serikali miezi 12 kufanya marekebisho, basi ina maana kifungu hicho kama kilivyo kitaendelea kufanya kazi mpaka ndani ya miezi 12 mpaka kitakaporekebishwa. Sasa tunasubiri tupate maamuzi sahihi, ile the entire judgment au ruling tuisome tuweze kuona mahakama hasa ili kabla ya kutoa maelekezo idadavua kitu gani na kama imegusa
ile hali ya kikatiba ya kifungu 194 tuweze kujua. Na mashauri ambayo yanaendelea mahakamani, ni vyema hukumu itakapotoka, kwa sababu inatoka baada ya siku 2-3 hapa, kuna vitu vichache vilikuwa bado havijakamilika kama kupata ile nakala yenyewe halisi. Itatakiwa, ushauri wangu ni isomwe. Ikishasomwa kwa upande wa mawakili wa serikali, waiangalie, je, hawa mashahidi ambao sasa watakuwa wanawapeleka mahakamani na hukumu hii mpya iliyotoka, kuna uwiano, inaendana? Hawatakuwa wamevunja hizo haki za mshtakiwa? Na kama wataona wamevunja hiyo haki ya mshtakiwa, basi hawa mashahidi wa vificho ama mashahidi hawa ambao wanalindwa kwa hii sheria hawatakiwi kupeleka kwa huo msingi, kwa sababu hiyo sheria iko upande mmoja. Kwa hiyo vinginevyo ni kusubiria hiyo hukumu tutakapokuwa tumeipata, upande wa serikali waisome, wakishaisoma, ili kama kuna uwezekano wa kufanya masahihisho wafanye masahihisho, kwa sababu kifungu hicho tu tayari kimeshasemekana mbele ya mahakama kwamba ni kifungu ni batili na kinakiuka haki ya kikatiba, ambapo katiba iko wazi, lazima kuwe kuna usawa mbele ya sheria. Hii ni Nyamate Digital kutoka Mwanza.